Siwezi kwenda sana kwa sababu ya muda na mimi na mbio zingine. Lakini lingine, tunapokuwa tumepata chombo chetu hiki, lazima tukubali kukitumia. Lazima tukubali kutumia katiba. Tuache desturi za kuongoza kwa mazoea. Kwa mimi naongoza kwa mazoea. Nimekuwa mimi mwenyekiti enzi na enzi, kwa hiyo unaongoza kwa mazoea. Hapana. Nimekuwa mimi mhasibu, najua na kutunza hela. Hapana. Tuna utaratibu wa kutunza pesa umeandikwa kwenye katiba, ufuatwe. Tuna utaratibu wa mwenyekiti upo kwenye katiba, ufuatwe. Tuna utaratibu wa mwenyekiti msaidizi, katibu msaidizi upo kwenye katiba. Huo ndio tunaotaka ufuatwe. Tusiseme tu kwa unajua sisi tunafanyanga hivi. Msifanye kwa mazoea. Kama hamkupata maelekezo yoyote kutoka kwa viongozi wetu wakuu wa majimbo. Na nasema kwa sababu askofu wa jimbo anaweza akaona kutokana na taratibu za jimbo lake kipengele fulani akibadilishe kidogo. Sio kwamba anakitoa au anakifuta. Anakibadilisha kidogo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo akituambia hivyo ili kuboresha utume wetu, tutakwenda naye. Lakini kama sivyo, hapana. Tufuate katiba jinsi ilivyo. Tusiongoze kwa mazoea. Na kama tutafuata katiba, umoja wetu utakuwa kweli na umoja na mshikamano mkubwa katika ngazi zote. Iwe ni za jumuiya, za kanda, za vigango, za parokia na kadhalika. Itakuwa na nguvu kubwa. Nashukuru sana baba paroko. Asante na karibu sana. Kwa hiyo niwaombee umoja na mshikamano katika uwajibikaji wetu uwaka katika ngazi zote. Mkiwa wamoja na mkashikamana, mtaketi kwanza kwenye mikutano vizuri, mtapanga na mtaamua utekelezaji wa kile mlichokipanga. Mkikosa umoja, utakuwa ni mgawanyiko, itakuwa ni kupigana tena vijembe humo ndani. Matokeo yake mtaharibu kila kitu ambacho watu wangekitegemea kukipata kutoka kwenu. Zaidi ya hayo, tuwe watu wabunifu na wenye vipaumbele vikubwa kwanza katika imani. Tuone kuwa uwaka tunaweka vipaumbele gani vya imani kwanza mbele ili vitusaidie. Maana kazi kubwa jamani sio tu kuwakusanya watu hivi na nini kualiko. Kwanza hao watu washibishe katika imani. Wajenge katika msingi wa imani. Kwa sababu ukitaka kuwakusanya tu bila imani ndio wataondoka wakati wowote. Lakini wakipata imani kweli nzuri, tukiwa na imani vizuri wote, haya mengine yote yanawezekana. Yanatiririka tu kwenda mbele. Lakini kama hatuna imani, tupo tu tunavutana, tutakwama. Kwa naomba kipaumbele chetu kingine kama uwaka tujisimike zaidi katika swala la imani. Imani ya kanisa Katoliki. Imani tuliofundishwa na mitume na mababu zetu wa imani. Mababa wa imani wako wengi, wametusaidia wengi. Hiyo ndio imani ambayo tunatakiwa tuishike, ambayo inaendelea kuhubiriwa hata leo na mapadri wetu, maaskofu wetu, lakini pia hata ninyi wale mnaendelea kuhubiri imani hiyo. Kwa hiyo tuishikilie na tuishi na tuangalie vipaumbele vya imani. Lakini sambamba na imani kuwa tunahitaji maendeleo mengine ya kijamii. Sasa tuwe na miradi fulani ambayo sio miradi hatarishi. Haiwezi kutuingiza kwenye madeni makubwa au mahangaiko au ikawa chuma ulete ya watu fulani. Hapana. Miradi mizuri tukae tubuni. Kwa sababu chombo hiki ili kiweze kwenda mbele kinahitaji kuwa na fedha. Sasa fedha hatuwezi kuzipata tu hizi za kukusanya hela. Kila wakati tunakusanya kwa watu hela na watu hawataki kutoa hela, ni tatizo. Kwa hiyo tubuni miradi mingine ikayotusaidia kweli kuweza kujenga
umoja wetu, mshikamano wetu na chama chetu cha UWAKA kikawa kweli kina nguvu na kinachojitegemea na kinachokwenda mbele. Na hapo nisemee pia tuna tatizo kubwa la wanachama wengi, wana UWAKA wengi kuto kulipa ada. Hii nayo ni kansa fulani katika UWAKA. Ada yenyewe sio kubwa. Hivi kwa nini hatuilipi? Mimi najiuliza, hivi kwa nini hatuilipi? Watu ukiangalia wanafanya michango mingi mbalimbali, michango ya send-off, michango ya kitchen party na nini, wanawachangia mpaka wakizaa huko wanaenda, lakini kutoa huo kidogo kwa ajili ya UWAKA hayuko tayari mtu kutoa. Niwaombe na niwahimize wana UWAKA, nendeni mkahamasishe na kusimamia ukusanyaji wa michango ya ada, hasa hiyo ya ada kwanza, kwa sababu hiyo ndio inayofanya uendeshaji wa majukumu mbalimbali. Sasa kama mwezi kutoa ada, manake sasa tunarudi nyuma, wanachama wetu unakuwa hafifu, unarudi nyuma, unazorota. Niombe sana tujitahidi katika hilo pia. Lakini pia tujitahidi pia kuwa katika umoja wetu tunavyoenda kuguswa na maisha ya mwanadamu, mwili na roho. Mwili kuwagusa na kuwatembelea wahitaji ambao wanahitaji msaada wetu. Tunawatembelea vituo vya watoto yatima, watu wenye shida mbalimbali, wenye mahitaji ya lazima, tunafika kuwasaidia kiroho, kufanya matendo yale ya huruma ya kimwili, lakini pia hata matendo ya huruma ya kiroho tuyasisitize na sisi tuwe wa kwanza kuyatekeleza katika maisha yetu, ili atusaidie kweli kupiga hatua moja kwenda mbele. Baada ya kusema haya, nikitambua kuwa yapo mengi ya kusema, lakini ninyi mnajua mengi zaidi, niwashukuru sana kwa kufika hapa Dodoma na kwa kushiriki katika mkutano huu na uzinduzi wa hiyo katiba yetu. Lakini pia niwaombeeni heri na baraka katika mkutano wenu, nikiutambua kwa niaba ya Baraza la Maaskofu kuwa mkutano wenu ni halali na umefunguliwa rasmi. Muendelee sasa kujadili, kupanga na kuamua yale mnayoyapanga kwa ajili ya maendeleo mapana na maslahi mapana ya wana UWAKA wote Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.